Biblia inasema hiyo Luka 15 na kuendelea, ukisoma habari za mwana mpotevu. Baadaye kaka yake alikuwa shambani, lakini wakati anarudi nyumbani akakuta ndelemo na vifijo nyumbani kwa babaye. Akauliza mfanyakazi akasema, hizi kelele na vifijo ni kwa sababu gani? Akasema, baba yako yule mdogo wako ambaye aliyechukua mali za ulisi akaenda kutapanya huko amerudi, lakini baba yako amemchinjia ndama na amefanya sherehe kubwa. Lakini yule kaka mtu akakasirika sana, lakini babaye akamfata mtoto wake akamwambia kwamba huyu usikasiriki, kwa maana huyu mdogo wako alikuwa haonekani katika maisha yake yote, lakini leo amerudi yu hai, kwa maana ndio maana namfanyia tafrija. Lakini yule kaka mtu akasema, baba yangu, mimi nimekuwa mtumishi tangu utoto wangu hata leo, nimekutumikia kwa uadilifu, nimekutumikia kwa akili zangu zote na kwa nguvu zangu zote, lakini wewe baba yangu hujawahi kunichinjia hata kuku hata ndama. Kwa sababu gani? Akasema kwamba wewe ndio umefanya haya yote, lakini huyu mdogo wako alikuwa haonekani, ndio maana leo ninafanya haya yote, ni kwa sababu namtukuza Mungu. Alikuwa amekufa na sasa yu hai. Kwa hiyo wana wa Mungu, siku zote kwa Mungu, ukirudi kwa Mungu kwa amani, kwa maana Mungu anafurahi mtu mmoja ambaye anaokoka ndani ya Mungu, anampendeza Mungu, anarudi maisha yake anamrudia Mungu. Kwa hiyo Mungu anapendezwa sana. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe katika maisha yetu ushirika na Mungu, tumtegemee Mungu, tuyaishi hayo ya utaua, naye Mungu atasimama na maisha yetu. Kwa maana wengi hatumuoni Mungu katika maisha yetu, kwa maana hatuna imani na Mungu. Lakini endapo tukakaa katika imani ya Mungu sawa sawa na Waibrania 11 ule mstari wa kwanza, juu ya imani, tukawa na imani na huyu Mungu, hakika maisha yetu yatasimama, yatakuwa ushuhuda katikati ya mataifa na makabila. Kwa maana Mungu yeye atakuwa ngao yetu, yeye Mungu atakuwa mlinzi wa maisha yetu. Kwa maana kokote tutakao kwenda, chochote tutakachokifanya, Mungu atakibariki kwa mapenzi yake. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe kuyatafuta maarifa na hekima kwa Mungu, kwa maana huko ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo wana wa Mungu, barikiweni kwa neema yake Kristo na upendo wa Mungu Baba. Amen.